Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji, na kukaribisha kuweza kutegea sikio uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Ja Ekala Jaden. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo wa jitamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam, asante Bukuru Tantine Aldama. Habari muhimu, wacha tuanze na huko Sebele ambako kasisi wa shule la msingi de Fizi Sebele ameripotiwa kukimbia na pesa za mshahara wa walimu wa miezi miwili, na hivyo kupelekea shughuli zote za shule kuzorota eneo hilo. Zimehakikisha hivyo duru zetu za habari. Tuangazie huko Ruchuru ambako zaidi ya visa 1687 vya shurua vimeripotiwa tangu mwezi Aprili mwaka huu katika mtaa wa afya wa Binza, kaskazini mashariki mwa tarafa la Ruchuru. Taarifa ambazo zimetolewa Ijumaa hii ya tarehe 25 Novemba naye mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Tutamatishe habari zetu na habari hizi za kitaifa ni kwamba tafiti moja iliyotolewa na mashirika mawili yasiyo ya kiserikali yabaini kuwa karibu makampuni yote ya uchimbaji madini yaliyopo mkoani Chopo hayana leseni za uchimbaji madini. Ni hiyo tu kama habari muhimu kwa siku ya leo. Asante sana mchumbe wa mkulima kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Tukianzia uchambuzi wetu wa habari katika mji wa Baraka. Katika hali ya kuwasaidia ujuzi viongozi wa shule kuhusu namna ya kuishi na watoto wenye kusumbuliwa na msongo wa mawazo ya vita, mizozo na vifo, shirika la Action Aid limeendesha mafunzo kwa viongozi 20 Jumatano hii ya tarehe 26 Novemba mwaka 2025 ndani ya mji wa Baraka. Katika mahojiano na redio yako, Juma Achibia ni mfanyakazi kwenye shirika hilo la Action Aid, ameanza kuonesha sababu za wao kuandaa mafunzo hayo ya kisaikolojia. Watu wanaishi hali za vita, watu presque wote wako affecté, wako sinistre, wanaishi kwa stress. Hata kama tunafanya makazi, lakini tunafanya makazi tukiwa ndani ya stress. Watoto wakubwa na watu wote wanaishi kwa hali ya wasiwasi, boga, na inaleta stress. Na kama mtu anatumia stress, hata tumika kama gisi alivyokuwa kabisa mahali yenye haiko mahali ya vita, mahali ya wasiwasi, haipermettre mtu kutumika vizuri kama gisi angetumika mahali yenye iko kawaida ya normal. Kileta na mafunzo ya siku ya leo, tuna mpango kuidentify wanafunzi wote wenye walichelewa visomo fulani kufuatana na hali za vita, kukimbia, wadeplace. Sasa watoto walifanya mwezi mmoja, miezi mbili hawaendi shule. Wale watoto tuna mpango wa kusema sisi tu identify, tu wakusanye wote waliokuwa shuleni na wale wasiokuwa shuleni, tufanye ile tunaita systeme ya rattrapage. Kwa leo walengwa wa directeur, wa chef d'établissement, tulilenga leo juu wenyewe juu kama vile vichwa vya shule wanaweza wakatumia kupitia walimu na kupitia wanafunzi vile, na message itapita bila wasiwasi. Upande wake Iyurubanga Birwani, inspekta usikae na mafunzo jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, ameonyesha msaada wake kwenye mafunzo hayo, huku akiwataka viongozi hao wa shule kwenda kufundisha walimu kama walivyofundishwa wao. Walifale kuangalia jinsi ya kusaidia ba directeur na appui psychosocial, tuki baende basaidie walimu bayo kuankadri watoto mwa wakati ya traumatism. Watoto hapa masasi nalia huko na kule, ambao wanakimbia wa deplace. Na mimi niko tu kumasomo. Pale kumasomo nafaa wapate encadrement civique, maintenant compte na mavaleurs zao psychologique.
Washiriki kwenye mafunzo hayo wamesema kushukuru shirika la Action Aid kwa kuandaa mafunzo hayo kama wanavyoeleza furaha yao. Direkteri wa EPS Lenge Kafuru, tumekuja kupata mafunzo juu ya discours social kama kadri watoto walikuwa na stress na kuwakompanya. Kitu cha muhimu ambacho niliona mafunzo iliingia mzuri. Juu tuko na hali mbaya ya vita, kwa watoto ambao wanaachwa na wazazi, kwa ambao wazazi walikufa, hasa kuwankadre, kuwapeleka, kuwabeba mzuri. Tu watoto ile yote mawazo, antuka niliona ni mafundisho mzuri sana juu ya kuwankadre wanafunzi na watoto wengine pamoja. Stress inakuja juu ya separation, vita, kuachwa na wazazi, watoto wanaishi bila tumaini, ile yote inaleta stress. Action Aid tunashukuru nayo kwa kuandaa mafunzo, kuongezea elimu. Antuka Mungu awasaidie na wazidi tena kuendelea na mafundisho. Tere wa Ipimlana Farani. Ndio tulikuwa naalikwa kwenye shirika la Action Aid. Tulikuja kupata formation kupitia serikali. Biskuiti tutaenda kufanya macours de récupération kwa watoto. Shirika la Action Aid liliona kama watoto wasikuwe na ikala bila kukula, na ndio sababu wametoa ile biskuiti kuke watoto wakuwe na kula kipindi wako kwenye mafunzo. Cours de récupération inamaanisha ni kurekipere cours zenye watoto wa kusoma ila wangepashwa wazisome. Vraiment tunaweza sema kitu ya kwanza tunashukuru kwa shirika letu la Action Aid kwa gisi walikumbuka kufadhili watoto wetu ili wapate zile zao elimu ambazo zilikuwa rati. Vraiment Mungu awabariki sana, tunashukuru sana. Direkteri wa EPEC Mbogo de 8e Sepake Katanga. Ndiyo hapa kwenye biro ya Action Aid tulialikwa kuformasio ya appui psychosocial. Tumefundishwa vitu vingi sana, vitu ambavyo vitatusaidia kuelimisha watoto yetu ambao wanasoma kwenye maekole mbalimbali. Nilielewa jinsi ya wanafunzi wanaweza kuwa na kwa masomo, namna gani jinsi wanaweza kuwa na jikomporte, namna gani jinsi tunaweza kuwa na wafundisha. Tulifundishwa vitu vya mingi zaidi. Prema tunashukuru sana kwa ngambo ya shirika yetu ya Action Aid kwa kazi kubwa yenye wanaendelea kutufanyizia. Wanafundisha wa directeur, wanafundisha walimu namna gani jinsi wanaweza kuwa nasaidia watoto ambao tunawafundisha kwenye mashule. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni wanachuo 81 ndio waliohitimu na kutunukiwa shahada kwenye chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, ambako sherehe hizo zimeendeshwa ndani ya ukumbi wa chuo hicho Jumatano hii ya tarehe 26 Novemba mwaka 2025 mbele ya viongozi mbalimbali wa elimu na serikali. Mengi zaidi naye Safari Alimasi. Naam, ni kwa ngoma za midundo mikubwa na tarumbeta ndipo wahitimu wao kwenye chuo kikuu cha Eastern Baraka walionyesha furaha yao kuu, wakiruka, wakicheza na kuimba nyimbo zinazoashiria mwisho wa chuo kwa elimu walioisomea hasa kwenye fani hiyo. Wakiwa na furaha huku wakishindikizwa na tarumbeta na ngoma, walizunguka katika sehemu mbalimbali za mji wa Baraka, ikiwa ni ishara tosha ya wao kuhitimu chuo. Wiki iliyopita wanachuo hao waliweza kuletea vitabu vyao katika mada mbalimbali. Hatua hii ilikuwa ya kutunukiwa shahada kutokana na elimu aliyoipata kwa muda wa miaka 3. Akizungumza nasi Profesa Bawili Lokele Tango, kiongozi mkuu wa chuo cha Kiganga mjini Baraka, ameanza kuonyesha kwa kina kiini cha sherehe hizo. Kwa leo tulikuwa na sherehe kuu ya kutimisha rasmi mwaka wa masomo kwenye chuo kikuu cha Eastern Baraka. Tumemaliza mwaka na tumewapa wanachuo hao ambao wamemaliza chuo, wamoja ni miaka 3, wengine ni miaka 5. Wamemaliza hapa, wamepewa rasmi ruhusa ya kurudi manyumbani. Hawako tena wanachuo, wamekamilika kuwa watu waliofunzwa na waende watumike kazi mbalimbali. Ambao wametimisha wamekuwa 81. Kuko wengine ambao wamebaki, wameonekana kwamba hawajaivya vizuri. Tumepokea maoni ya miungano hiyo na tuna imani kwamba tutaitumikia, na siku zijazo tutaweka hiyo yote, tutaiweka tayari. Upande wake Bwana Boneki Libanga, msemaji wa chuo cha Eastern Baraka, ametoa shukrani zake kwa wakuu wa chuo na pia kwa wanachuo wenzake ambao walishikamana mwanzo hadi mwisho. C'est avec un honneur pour nous
étudiants de l'ISTEM Baraka, à l'occasion de cette Ni kwa heshima kubwa kwetu sisi wanachuo cha Kiganga mjini Baraka kwa fursa sikukuu hii ya ugawanyaji wa shahada na mwisho wa mwaka wa chuo 2024-2025. Avant tout, nous remercions l'Éternel Dieu, un commencement dans un monde qui attend de nous. Mbele ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu. Huu ni mwanzo wa dunia ambao unatuhitaji sio tu kwa ujuzi, desturi, unyenyekevu na moyo wa huduma. Tunatakiwa kuwa wataalamu, sio waleta matatizo, waleta mabadiliko, sio wahanga wa hatua hii. Je ne saurais clore ce chapitre sans pour autant remercier les étudiants de l'ISTEM Baraka. Siwezi maliza neno langu hili bila kushukuru wanachuo wa ISTEM Baraka ambao tangu mwanzo hadi leo tuko katika uhusiano mzuri. Siku hii inaashiria rasmi kuingia katika dunia ya wataalamu. Dans le monde des professionnels. Upande mwingine, Profesa Baulilo Keletango amewahimiza wahitimu kupambania kile walichokisomea. Wao ambao wametimisha leo, tunawatakia kwanza sikukuu njema, kwa maana leo ni sikukuu kutimisha miaka kwenye chuo kikuu. Wamepitia mengi na kwa sasa sio tena wanachuo, na tunawaambia waende wawe mabalozi wa ISTEM Baraka, wafanye kazi na wastahili heshima ya watu, gisi watu wanavyoheshimia ISTEM Baraka na gisi walimu wao waliowafunza vizuri, waonyeshe mafunzo mema hayo walioyapata ili kwamba wasaidie jamii yetu. Kwa jamii tunatoa kwanza moyo wa shukrani kwa jamii yetu ya Baraka Fizi, Itombwe, wanatupatia hiyo confiance kwa kutuma watoto wao kwenye ISTEM Baraka. Hiyo ni neno kubwa, tunaendelea kabisa kuwashukuru na tunaomba waendelee kutupatia ile confiance, kwa maana watoto wao wakati wanatupatia wao hatusahabu malengo. Malengo ni kwamba wafunzwe vizuri sana ili wawe na manufaa kwenye jamii yetu sisi wote. Mwishowe, mwakilishi wa mewa mji wa Baraka kwa muda ameshukuru wahitimu kwa bidii na pia chuo cha Kiganga mjini Baraka kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa mwaka wote wa chuo. Je me tiens devant vous au nom de l'honorable le maire à l'intérim Madame Swaze Marie Mukanja. Niko mbele yenu kwa niaba ya meya wa mji wa Baraka kwa muda, Bi Swaze Marie Mukanja ambaye anazuilika. Leo tumesherekea mwendo mrefu wa miaka ya chuo na kuanza kwa hatua mpya ya usimamizi, hasa ugawaji wa shahada. Sio sherehe ya kawaida, ni ishara tosha kupana ujuzi na uaminifu wa mji wa Baraka kupitia idara zake za elimu. À vous, chers finalistes, je vous dis bravo. Votre parcours académique a été jalonné. Nyinyi wahitimu, nawapa pongezi. Hatua yenu ya shule ilikuwa ya muhimu. Mnavuna sasa matunda kujitolea kwenu. Mjivunie yale yote mlioyatenda. Maire à l'intérim de la ville de Baraka balance ses encouragements à l'institution ISTEM Baraka pour le travail accompli. Bi Marie Mukanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anatoa pongezi kwa chuo cha ISTEM Baraka kwa kazi ilizozifanya, ujuzi wako, usimamizi na ufuatiliaji kwa ajili ya ISTEM kwa kufunza wataalamu wa afya na kuongeza ujuzi wa mahali. Mji wa Baraka unatambua mchango wako kwa maendeleo. La ville de Baraka reconnaît votre contribution au progrès. Ni vema tuwafahamishe kuwa wanachuo waliohitimu wanatokea katika fani tofauti ikiwemo afya ya umma ima sante publique, biolojia ya tiba ima biologie medicale, sayansi ya uuguzi ima sciences infirmières na ugunga ima sage-femme. Kasisi wa EPD Fizi Sebele ameripotiwa kukimbia na pesa za mshahara wa walimu za miezi miwili na hivyo kupelekea shughuli zote za shule kuzorota, ndivyo zimehakikisha duru zetu za mahali. Taarifa tunazo ni kwamba kasisi huyo amesafiri kwenda mjini Uvira kuchukua mshahara wa walimu wa miezi miwili kama desturi yake, ila bila kurudi, kama alivyoeleza hapa moja kati ya walimu wa EPD Fizi toka Sebele. Direktera ametoweka na makuta watu 12 na hapo msomemana zake mjambo ndo kapitia direktera gani ameenda. Baada kufika hapa kwa masomo tukabidi tukukuze watoto daktari na hata kuya tukapana mawazo, ule dada akanipatia ile namba kwa sababu wote hapa vraiment direktera ameenda na pesa, bali mtenga kwanza kukanisa apatia
sasa hali yake ya kazi kawatia ya kulegalega, alikuwa anajitia tena mkazi sana. Tabidi hapa pei huyu anaenda Uvira, ndio ilikuwa depart mpaka leo tuiwe direction iko hemo. Huyu mara Lubumbashi, huyu Kalemi, ningali Kalundu, asimu mara ipite zimwa siku mbili ya zio. Director amekimbia na pesa za miezi mingapi? Miezi mbili. Mwezi wa 9 mwezi wa 10. Shule lenyewe ni EPD fees. Jana ndio tumepasha habari coordination na leo sasa tuko na pastor wa kanisa tunajadiliana, ila baadhi ya walimu hawafiki tena shuleni. Inabidi sasa kanisa ikamate jukumu ya kuita tena walimu, watoto tuishi wafukuza. Inabidi sasa kanisa ikamate jukumu kwa kuita tena walimu, tujue nini ya kufanya. Haitawezekana tuache watoto hiyo hapa. Hizo pesa ambazo amekimbia nazo zinakadiriwa kuwa ngapi? Amujui kiwango? Sisi ni walimu 12 na kila mwalimu angepata 1800 na makumi ine. Piga hesabu pale utaona kama ilikuwa kama milioni 11 na zaidi. Halikufanyika, na hiyo ilikuwa baadhi ya habari kutoweka. Sasa alikuwa anasema za mingi labda huko mwenye alimwambia habari huko walimu wametomboka na tukia kusema ile mimi mpaka sasa hajulikani kwenye iko na simu haiteti tena. Upande mwingine amesema kukata matumaini kama pesa hizo za walimu zaidi ya milioni 10 kupatikana. Sisi wenyewe hatuoni tena matumaini ya kupata makuta ile. Labda adisikie kule, labda na dhamiri zake zingana napigana za Mungu na ile roho ya bwizi. Labda na sisi hatujue tena kama atakuwa. Na ngoja rasa kanisa ituite, tuambie namna gani tufanye. Labda watasema mmoja kati yetu asimamie kwanza wenzake pale. Tujue jinsi tutaendelea na kazi. Hatujajua siku gani, kama ni kesho, kama siku gani. Na hapa tuko tuna mpastori ni yeye peke na yeye. Na wengine walimu haviko hapa. Ndio, kuhusu kwanza kanisa zetu zinakuwa mbaya saa zimoja. Wanapenda mtu kisha wanamuhatia mwenzile hali zake, anabakia tena ipo directeur. Mtoto muongozi wa shule. Na hii matatizo itakosa kuwa tena baadhi ya zingine shule juu ya hiyo. Ingewezekana na serikali na kanisa kama wachaona kosa za Mungu, anamutia kwanza pembeni ya kazi. Sababu walimu wengine wasikuwa na laumika sana. Mara tunaumia, jamaa zetu zinaumia bro. Wangetufanyia mwayei wote watishaona mtu kuna makosa wanamutia kwanza pembeni ya kazi. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo na Sudi wa Sudi Valente, karibu. Ndio, asante sana kabisa mwenzangu Bibu Constantine Aldama. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo. Tuanze na hizo habari za hapa katika mji wa Baraka ambako kamisheni ambayo inahusika na soka hapa katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi imetoa rasmi kalendari ya tournament ambayo inajulikana kwa jina la Onesha Kipaji Chako. Kalendari hiyo ambayo inatarajiwa kuanza siku ya 3 ya tarehe 3 Desemba 2025. Habari hizi za kutolewa kwa kalendari mpya ya vijana yasudisha umri ya 17 imehakikishwa naye katibu mkuu wa kamisheni la soka tarafani Fizi na mji wa Baraka ambaye ni le Belge Isaac. Kalendari imetoka tangu hapo jana tariki 25 za mwezi tunao mwaka huu. Ni kalendari ya deuxième division. Ni tournament tunaandaa ambayo inajulikana kwa jina la Onesha Kipaji Chako. Tournament hii inatarajiwa kuanza tariki 3 za mwezi wa 12 mwaka huu. Tuna mechi ya fungulizi itakuwa mechi ya Rally Campagne zidi ya FC B13. Mechi hizo tumeziandaa kwanza kwenye viwanja viwili. Kiwanja cha kwanza kiwanja cha Stade Lumumba kama gisi tunao kizoea. Ku Stade Lumumba kutakuwa na tu mechi moja ya saa 7:30. Na siku ya 6 na dimanche tutakuwa tunajielekeza kwenye viwanja ya Matongo. Ujumbe kwa mashabiki na viongozi wa maekipe tutawaambia tu waandae wajeuri wao mzuri sana, kwa kuwa tournoi yetu ya kuonesha kipaji chako ni tunaandaa juu ya kuimarisha vipaji ya watoto tena na kusaidia ekipe zetu za Premier Division. Maekipe wajiandae vizuri sana na mashabiki kuwa wengi kuangalia mechi zetu za Deuxième Division. Bibu Constantine Aldama. Kwingineko ni kwamba michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya itaweza kutimua vumbi usiku wa siku ya 3 ya tarehe 26 Desemba 2025 katika uwanja wa Parc des Princes. Tout est possible.
Vijana huko nchini Ufaransa ambao ni Paris Saint-Germain watazokata mswafiti na zidi ya klabu ya Tottenham Hotspur hapo nchini Uingereza majira saa 4, huko klabu ya Olympiacos wataweza kupambana vikali zidi ya miamba huko nchini Hispania ambao ni Real Madrid. Mechi nyingine kubwa ambayo itaweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Emirates Stadium itakuwa ni mechi kati ya klabu ya Arsenal Ziganas ambao wataweza kukata mswafiti na zidi ya klabu ya Bayern Munich huko nchini Ujerumani. Liverpool wataweza kukaribisha klabu ya PSV Eindhoven huko klabu ya Atletico Madrid katika uwanja wake wa nyumbani wa Wanda Metropolitano. Wataweza kupambana vikali zidi ya miamba huko nchini Italia ambao ni Inter Milan. Eintracht Frankfurt wataweza kukaribisha klabu ya Atalanta Bergame na klabu ya Sporting Lisbon huko nchini Ureno watakata mswafiti na zidi ya klabu ya Club Brugge. Naweka nukta kunako ukurasa wa habari za michezo mwenzangu Bibu Constantine Aldama huko nambari 19 kivya barabara mlangoni. Asante sana Sudi Valente kwa usomaji wako huo wa habari za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kamituga. Hali ya usalama imeonekana kuwa na utulivu usio wenye kuridhisha katika mji wa Kamituga, lakini huko Mwenga wasiwasi ni mwingi kwa wananchi usiku ya 3 ya wiki tunayo. Chanzo cha hayo ni mapambano ya vita yanayoripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC na washiriki wake dhidi ya FCM 23. Wisoba wa Kilongo Fiston ni mratibu wa shirika la raia husika na haki za kibinadamu BDH, ametoa mwangaza juu ya hali ya sasa katika eneo zimoja. Situation iko très timide Kamituga, une grande partie ya territoire, une grande partie iko bila maaktivite, mabotiki iko ferme, makazi yote iko inafungwa, voire même à Kamituga même les pharmacies sont fermées. Alors population iko na vivre psychose, ni abajue nini itafikia abajue, parce que balipataka avertissement pillage systématique ya ile groupe ya FARDC toka Kisangani. Alors itaja psychose population et balirudia tena balikuwa nafanya meme act. Saa hizi balikuwa nafika bakiingia mvile ya Kamituga wanakuwa bloqué na armée burundaise, inabametrize inanyang'anya bamwa maarme na bengine inabafunga quelque part watia mprison bale iko na maakili ya mbaya, parce que bakia nyang'anya mamoto za batu. Armée burundaise iko nafanya bananyang'anya ile mamoto bametia quelque part, na on exige à tous les motards kwa kupita pale na ma documents zake pour que a confirmer kama moto ni yake, puis anamremettre moto yake. Alors tuko atujue qu'est-ce qui va nous arriver, on ne sait pas. Na alipoulizwa wanani ndio wenye kudhibiti kijiji cha Kasika kwa sasa, Wisoba wa Kilongo Fisto amejibu yafuatayo. Ça c'est encore à vérifier parce que on vient de contacter certaines personnes qui sont à Kasika. Les uns disent oui, na bengine wanasema non, mais à ce qu'on sache que les FARDC et les Wazalendo, l'armée burundaise, iko kuparti moya, une autre partie, ce sont les ennemis. Mais guerre inaendelea, combat inaendelea. Na venye tu tunalomba ni appui ya government. Est-ce que ile psychose aussi iko intervient au niveau ya Mwenga centre au namna gani? Partout dans les territoires, donc tous les territoires iko mnano psychose, parce que au moment où je vous parle, wale basoda baisha toka Kamituga batafenda kitu munjia, biko na nyang'anya ba mama makuta, kunyang'anya watu vitu, biko na ravage ndio na ravage. Alors natia psychose mbatu na hakuna mouvement, nene kupata chakula c'est un problème à Kamituga.
Tufahamishe kuwa taarifa zilizotufikia zataja kuwa ndege za kivita za FARDC zimeshambulia position mbalimbali za waasi wa FCM23 kwenye vijiji vya Kilungutwe na Kasika. Na huko Ruchuru zaidi ya visa 1687 vya surua vimeripotiwa tangu mwezi Aprili mwaka huu katika mtaa wa afya wa Binza kaskazini mashariki mwa tarafa la Ruchuru. Taarifa ambazo zimetolewa Jumanne hii ya tarehe 25 Novemba na mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Kulingana naye mganga huyo mkuu Daktari Kakule Kamwira Bernard amesema kuwa vifo 40 vimeripotiwa pia katika kipindi hicho, huku wakiongeza kuwa ameanzisha kampeni ya chanjo ili kuimarisha matibabu ya wagonjwa waliokwisha kuambukizwa maradhi hayo. Kwa sasa tunakuwa na kesi nyingi sana ambazo tumeweza kuwaregistre depuis mwezi wa 4. Tunafika karibia kupita watoto 1500 ambao wameugua na hiyo magonjwa, na hata kwa sasa wengine wanalazwa kwenye hospitali kuu yetu ya Nyamilima wakipata matibabu. Na kwa hao ambao walipatwa na ile shida, tumeweza vile vile kukua na watoto ambao walifariki kutokana na hiyo magonjwa ya suluba. Ndio maana tunasema mtaa wa afya wa Binza umekumbwa sana na hiyo shida, na tuko tunafuatilia kufanya kazi mbalimbali ili tuweze kupiganisha hiyo magonjwa. Tukisema kuanzia mwezi wa 7 tuliweza kufanya kazi ya kutunza wale ambao walikuwa wamepatikana hiyo magonjwa, na inaendelea leo kwa hospitali yetu ya Nyamilima kupitia mfadhili wetu MSF France. Ila haitoshi, sababu huyo ambaye anatunzwa ni ule ameonekana vile vile na hiyo magonjwa, na kunakuwa vile vile kuhimiza wakaaji ili wasiweze kuficha watoto ambao wanakuwa na alama fulani za hiyo magonjwa ndani ya manyumba zao. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba tafiti moja iliyotolewa na mashirika mawili yasiyo ya kiserikali yabaini kuwa karibu makampuni yote ya uchimbaji madini yaliyopo mkoani Chopo hayana leseni za uchimbaji wa madini. Mengi zaidi naye Izake Mulucha Ashibenda ni studio za Radio Kivu. Naam, Bi Bukurtantine Aldama, makampuni 7 ya uchimbaji madini yanayofanya kazi katika jimbo la Chopo hayana vitambulisho vyenye kuwaruhusu kuendesha harakati za uchimbaji madini. Hivyo ni kulingana na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale pamoja na Patrice Emery Lumumba pour le développement communautaire, la défense et la promotion des droits humains. Utafiti uliofanywa huko Chopo kati ya Agosti na Septemba mwaka huu katika maeneo ya Bafuasende, Banalia, Basoko na Ubundu. Katika maeneo haya makampuni ya uchimbaji dhahabu na almasi yanaongezeka kila mwaka. Kampuni 8 zinachimba madini, lakini kampuni 7 katika hizo 8 hazina leseni za uchimbaji. Ni moja tu iliyonayo, huku nyingine zikiwa na leseni za utafutaji wakati zinachimba madini. Timu yetu haikuweza kupata taarifa za tarehe za wao kupata leseni hizo ili kujua kama zimeisha muda wake au bado ziko halali, ila kampuni fulani zinaendesha shughuli za uchimbaji madini tokea mwaka wa 2015, imesema ripoti hiyo. Wawakilishi wa ripoti hii wamesema kuwa jambo kama hili linakiuka kanuni za uchimbaji madini zilizosahihishwa mwaka wa 2018 nchini DRC. Makampuni yote haya ni ya kigeni. Wachimbaji hawa wanaendesha harakati zao chini ya ufadhili wa baadhi ya maafisa wakuu wa kijeshi na chini pia ya baadhi ya viongozi wa kiserikali mkoani Chopo na hata viongozi wengine wa ngazi ya kitaifa. Bila kuwataja, mashirika haya yanataja kupotea kwa kilo 20 za dhahabu zilizokamatwa mikononi mwa Wachina mwezi Februari uliopita huko Banalia. Ingawa walikamatwa, wachimbaji hao wa kigeni waliachiwa huru kwa shinikizo la uongozi kutoka Kinshasa, na kilo za dhahabu zilizokamatwa hazikujulikana zilikokwenda. Kisa hiki kinaonyesha udhaifu wa huduma za kiserikali za uchunguzi dhidi ya uhalifu nchini, na inaonyesha haja ya kuimarisha utawala, ufuatiliaji na mapambano dhidi ya ufisadi ili kuhifadhi mapato ya madini kwa faida ya taifa nzima, yanasema mashirika hayo. Ripoti nyingine inayoonyesha matukio mengine ya kukera itawasilishwa kwa mamlaka za mahakama. Kulingana na waandishi wake, wanataka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya makundi ya uchimbaji madini yanayofanya kazi katika jimbo la Chopo bila ruhusa rasmi na halali kutoka serikalini. Bi Bukurtantine Aldama, nadhani kuna sababu ya kuchunguza pia makampuni ya wachimbaji madini hapa katika jimbo hili la Kivu Kusini kujua kama je wana leseni halali au la. Ndiyo kabisa Izake Mulucha Ashibe, hiyo najua kwamba ni kazi ya mashirika ya kirahia kufanya utafiti wa kina.
Na kwenye habari ya kimataifa nchini Burundi ni kwamba vijana na wanawake kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi wamehimiza amani na maridhiano katika kuimarisha maendeleo katika nchi kutoka ukanda wa maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki. Mengi zaidi naye Bukuru Elias Daniele. Kuimarisha usalama ukanda wa maziwa makuu ni miongoni mwa yaliyojadiliwa katika semina ya siku 2 iliyowakutanisha vijana na wanawake wa kanisa Katoliki kutoka DRC, Rwanda na Burundi, kama anavyozungumza Askofu Emmanuel na Karutimana wa Diocese ya Bubanza Magharibi mwa Burundi. Rero ico gisata kiraba ivy'amahoro n'ubutungane no gusubiza hamwe kikaba catunganije ihwaniro y'ukwiyumvira hanahana ivyiyumviro bihuza sekta inayoangalia suala la amani na sheria na maridhiano. Ilikuwa imeandaa semina kwa ajili ya kujadili namna ya kuimarisha amani, ambapo semina hiyo imewakutanisha watu vijana kutoka katika kanisa Katoliki nchini Rwanda, DRC na Burundi. Wawakilishi wa mashirika ya vijana, wanawake wote walikuwepo. Hiyo yote ikiwa ni kujadiliana kuhusu yanayoendelea katika ukanda huu, hasa mgogoro mashariki mwa DRC, ambapo mgogoro huo unaleta athari kwa nchi zetu. Kwa sasa tunajadiliana ni kipi ambacho kinaweza kufanyika, lakini pia na namna ya kuunda umoja ambapo unaweza kuleta suluhu ili watu waweze kupendana, watu wenye biashara wavuke mipaka tena bila visingizio vyovyote na warahisishiwe ili nchi ziweze kuendelea. Katika semina hiyo ya siku 2 tulikuwa na wataalamu ambao walitusaidia kuweka vitu kwenye mlolongo mzuri, kwani vijana ndio asilimia kubwa katika nchi zetu, wakiwemo wanawake, kwani machafuko yakitokea ndio ambao waathirika zaidi. Nabo nyene barafise uruhara runini, kandi niyo hateze nizo nturekaze nizo ntambara usanga zibagirako ingaruka mbi kandi nyinshi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Danieli kutoka nchini Burundi mjini Bujumbura ndipo tunafika mwisho uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Ja Ikala Jaden, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.